Mwenyezi Mungu mtakatifu wa Israeli, nasema asante kwa neema zako na fadhili zako katika sabato ya leo. Kwa siku 6 umetulinda na kutunza, na kwa maana katika siku ya leo tuko hapa. Sio kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema zako, na neema zako umetusimamia katika siku 6. Na umekupendeza katika sabato ya takatifu wa binti zako kuweza kusanyika, kuweza kujifunza zaidi kuhusu wewe na mwana wa Yesu Kristo. Tazama, tunapenda katika kipindi cha kujifunza Biblia ambayo ni sehemu ya ibada ya siku ya Sabato. Wape utulivu watu wako, wape kutafakari neno lako, neno hili ambalo ni tamu katika mioyo yetu, uweze kuleta matokeo chanya na kuzaa matunda ya Roho, ili watu wakituangalia watuone kama tunakaa na wewe Yesu Kristo. Naomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi mimi na Biblia ya Kiingereza, kwa nitahitaji mtu wa kunisomea katika Biblia ya Kiswahili, lugha ambayo wote tunaelewa. Kwa hiyo nafikiri ndugu principal utusomea, alafu nikaanza kwa Kiingereza. Nisome tu yote kwanza, alafu mimi nitaanza kupitia kwa Kiingereza kwa nitaje kutafsiri. Somo la Kiswahili. Wana na binti za Mungu, Bwana asifiwe. Sabato njema. Nasoma kitabu cha Mwanzo 26 moja mpaka mwisho. Kisha Yakobo akashika njia yake akafika nchi ya wana wa mashariki. Naye akaangalia na tazama, kiko kisima kondeni, na makundi matatu ya kondoo yamelala karibu nacho, kwa sababu katika kisima kile hunywesha makundi, na palikuwa na jiwe kubwa juu ya kinywa cha kisima. Makundi yote kukusanyika huko, watu wakafiringisha hilo jiwe katika kinywa cha kisima, wakawanywesha kondoo, na kulirudisha jiwe juu ya kinywa cha kisima mahali pake. Yakobo akawauliza, ndugu zangu, watu wa wapi ninyi? Wakasema, tu watu Harani sisi. Akawauliza, je, mnajua Labani mwana wa Nahori? Wakasema, tunamjua. Akawauliza, je, hajambo? Wakasema, hajambo. Tazama, Raheli binti yake anakuja na kondoo. Akasema, tazama, ukali mchana bado, wala sio wakati wa kukusanya wanyama. Wanywesheni kondoo mwende kuwalisha. Wakasema, hatuwezi hata yakusanyike makundi yote. Watu wakafigirishe jiwe katika kinywa cha kisima, ndipo tunapowanywesha kondoo. Hata alipokuwa akisema nao, Raheli akaja na kondoo za baba yake, maana aliwachunga. Ikawa Yakobo alipomwona Raheli binti Labani, ndugu wa mamaye, Yakobo akakaribia na kulifiringisha lile jiwe litoke katika kinywa cha kisima, akanywesha kondoo za Labani ndugu wa mamaye. Yakobo akambusu Raheli, akainua sauti yake akalia. Yakobo akamwarifu Raheli ya kuwa yeye ni ndugu wa babaye, na ya kuwa ni mwana wa Rebeka. Basi akapiga mbio akampasha baba yake habari. Ikawa Labani aliposikia habari za Yakobo mwana wa nduguye, akaenda mbio amlaki, akamkumbatia, akambusu, akamleta nyumbani kwake, naye akamwambia Labani maneno haya yote. Labani akamwambia, iwe kweli mfupa wangu na nyama yangu. Naye akakaa kwake muda wa mwezi mmoja. Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Niambie mshahara wako utakuwa nini? Labani alikuwa na binti wawili, jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Raheli. Naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Yakobo akampenda Raheli, akasema, nitakutumikia miaka 7 kumpata Raheli binti yako mdogo. Labani akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine, kaa kwangu. Yakobo akamtumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu, kwa vile alivyompenda.
Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia niingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale, akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamtoa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa ulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea. Akamwambia Labani, ni nini hii uliyonitenda? Sikukutumikia kwa Raheli, mbona umenidanganya? Labani akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakaotumikia miaka 7 mingine. Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku zake 7, naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe. Labani akampa binti yake Raheli mjakazi wa Bilha awe mjakazi wake. Akaingia kwa Raheli, naye akampenda Raheli kuliko Lea, akatumikia kwake kwa ajili yake miaka 7 mingine. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Reubeni, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyu. Akamuita jina lake Simeoni. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzalia wana 3. Kwa hiyo akamuita jina lake Lawi. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, mara hii nitamsifu Bwana, kwa hiyo nitamuita jina lake Yuda. Akaacha kuzaa. Tunasoma na kujifunza kitabu cha Mwanzo 29 kwa wale ambao walikuwa nje. Karibuni sana. Tuko hapa kujifunza wote kwa pamoja. Na naamini kwamba kwa hizo siku 6 ambazo tulikuwa tumeachana hapa Sabato, naamini tulipata muda wa kupitia kitabu cha Mwanzo 29 na kujifunza mambo mbalimbali. Hivyo katika siku ya leo nitapenda kusikia kwamba mmejifunza nini. Lakini kwa nianze na mimi binafsi, kwa sababu nimesimama hapa mbele, kwa mtahitaji kusikia kwamba nimejifunza nini. Lakini kwanza niwape picha huko nyuma, kwa sababu inabidi tupate kwanza picha tulipotoka, alafu na sasa tulipo. Mara mwisho tulijifunza tukaona kwamba Yakobo aliiba mibaraka ya Esau kwa hila. Nafikiri tunakumbuka hilo. Na Esau alisema kwamba anaenda kumuua Yakobo kwa ufupi. Si ndio? Na hawakutaka, sasa wazazi hawakutaka lile jambo litokee. Kwa hiyo walimshauri Yakobo na kumwambia kwamba aende katika nchi ya kule ya ndugu zake ya Labani, ambaye ni kaka wa nani? Wa Rebeka. Sawa? Maana kaka wa Rebeka alikuwa ni Labani. Kwa kumwambia uende kule, usichukue binti wa Kanaani kama mke. Kwa uende kwanza kule ukakae kwa kaka yangu mpaka hasira kaka wako itakufanyaje? Itapokuwa imekwisha au imepoa. Sasa ndio tunaona sasa hapa kwenye Mwanzo 29 ndio ameenda katika hiyo nchi. Unaona? Walikimbia akawa ameenda katika ile nchi. Lakini pia tunakumbuka kwamba, labda mtanikumbusha pia, wakati anaondoka kuna nadhiri alifanya na Bwana. Au ni hapo ni mbeleni? Ndio, kuna nadhiri alifanya na Bwana. Kwamba Bwana akimfikisha kule na akimpa nguo za kuvaa na chakula, na atatoa Mwanzo 28:20. Mwanzo 28:20. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, ndio akinipeleka katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, ndio nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila atakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Naam. Kwa hiyo ni jambo moja ambalo lilikuwa linahitaji imani sana, ambalo Yakobo alilifanya, na ndipo akaenda.
Kwa hiyo sasa wakati ameenda hapo, kwa tunaona bado Bwana yeye anamsimamia, maana kumfikisha kule ni jambo ambalo sio kwa akili zake. Inawezekana kwa njiani alikutana na wanyama wakali, alikutana na wanyang'anyi, lakini sasa ameshafika kwenye ile nchi ya nani? Ya kule ya kina Labani. Na wakati anafika kule akawa yuko karibu na kisima, si ndio? Na watu walikuwa na mifugo na nini. Kile kisima tunaambiwa kwamba kulikuwa kuna jiwe linaipa pale juu. Na nafikiri ni picha nzuri kwa sababu hata ukienda katika visima ambavyo tuko navyo sisi hapa, sio vyema kukiacha wazi. Maana mtu mdudu anaweza kaingia mule, au mnyama mtu akatupa uchafu mule ndani. Au namna yoyote tu ukaenda kutafuta ile maji, maana ile maji haitakuwa salama tena, inaweza kaleta magonjwa na hatari. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la hekima kuziba nini? Kisima. Kwa hiyo walikuwa na jiwe pale. Na ilipokutana na wale watu wakaojiana nao na nini kwamba kama tulivyokuwa tumesoma hapo, lakini baadaye kuonekana kwamba kuna binti anakuja na mifugo. Na Yakobo anataka kujua kwamba ile binti nani. Unaona? Na alikuwa amemwambia kwamba tazama binti wa nani? Nafikiri tusome pale vizuri. Nafikiri pale ni Mwanzo 29:6. Kwamba akawauliza, naam. Je, hajambo? Tungeanza 5. Tuanze 5 pale. Akawauliza, je, mnamjua Labani mwana wa Nahori? Wakasema tunamjua. Naam. Akawauliza, je, hajambo? Wakasema hajambo. Tazama, Raheli binti yake anakuja na kondoo. Naam. Utazama binti yake anakuja nani? Na kondoo. Kwa hili sio jambo ambalo limetokea tu ghafla. Yaani tukiwa tunasoma tafakari tunaona kwamba ni Mungu anamsimamia nani? Yakobo, kwa sababu kumbuka ameshaweka naziri kule nyuma. Kwa hapo tunaona utendaji wa Mungu, maana sio jambo tu lililotokea tu kwa bahati. Kwa sababu wewe imagine umefika sehemu, upajui, umeambiwa uende sehemu fulani, umefika, haujui Labani yuko wapi, haufahamu labda ndugu zake pale, lakini unakutana na watu na wauliza unamjua Labani, wanasema wanamjua. Ni utendaji wa Mungu wa ajabu sana. Kwa hiyo tukisoma pia tunatafakari kwamba Mungu anavyoendelea kumsimamia nani? Yakobo. Maana amefika kule sehemu, kumbuka amefika naziri, amefika anakutana tayari anaanza kuongoza sehemu ya nani? Ya Labani, kule ambapo alikuwa ameambiwa aende. Na zaidi kumbuka anaambiwa Labani, tazama kuna binti yake anafanya anakuja. Na ukiangalia kule nyuma alimwambia ukatafute mke wa kule kwa ndugu wa Rebeka, maana kwa ndugu yake. Kwa hiyo tunaona tayari utendaji wa Mungu unaanza kuchukua nini? Unaendelea kuchukua nafasi katika maisha ya Yakobo. Kwa hiyo tukisoma tuweze kutafakari. Mimi wakati nasoma nikapata kuliona. Tunaona kwamba Rachel pale alikuwa sio kwamba ni binti ambayo tu alikuwa amekaa nyumbani. Alikuwa ni binti ambaye amekuzwa katika maadili, na tunaona alikuwa anasaidia wazazi wake kufanyaje? Kuchunga wanyama. Maana yake Mungu alikuwa amembariki Labani na wanyama wengi, lakini kazi ambayo Labani ilibidi aifanye kama mwanaume, lakini tunaona binti anachukua ile kazi na kuanza kuwachunga kondoo nani? Kwa baba yake. Kwa hiyo tunajifunza kwamba Rachel au Raheli kwa Kiingereza, Raheli alikuwa ni binti ambaye amekuzwa kimaadili. Maana yake alikuwa ni binti ambaye hakai bure, alikuwa anajishughulisha na kazi za nani? Za baba yake. Kwa hiyo tunaona kwamba alitoka nyumbani akaja na kondoo ili wapate kuwapa maji katika kisima, lakini pia na kuwalisha. Na Yakobo alipoona kwamba ni ndugu yake Raheli anakuja, au maana yake tunaweza kusema ni ndugu yake, kwa sababu kumbuka maana yake uhusiano wa Yakobo na Labani maana yake ni mtu na mjomba wake. Sawa, kwa sababu Labani ni kaka wa mama yake. Kwa maana yake kwa Yakobo Labani alikuwa ni mjomba wake. Na Raheli alikuwa ni nani? Ni binamu. Kwa maana yake alikuwa ni ndugu yake. Kwa hivyo ndugu yake anakuja na kisima pale kuna jiwe. Kwa kama mwanaume akasaidia kwa sababu kumbuka sasa wewe imagine wewe mwanaume huko hapo unaona wanawake wanahangaika na kutoa jiwe. Inaonekana ilikuwa ni jiwe kubwa. Kwa maana yake kama mwanaume akasogeza ile jiwe pale ili kwamba ndugu yake apate kufanya kuwapa maji wale wanyama. Lakini tunaona kwamba pia alimbusu, kumkumbatia na akalia pamoja naye. Hii pia inanifundisha kitu kimoja. Inaonekana kwamba katika njia ya Yakobo jambo alikuwa amelifanya kule, kuna misukosuko alikuwa ameona anaanza kupitia. Kwa sababu kumbuka amekimbia nyumbani. Maana yake ameharibu tayari uhusiano wake pia na nani? Na pacha wake au ndugu yake Esau. Kwa hiyo kulia pia inaonyesha ni maumivu na jinsi gani kwamba ametengwa na
nyumbani kwao, kwamba amekimbia nyumbani kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amekifanya. Na tunaona pale walipata kuongea mambo mawili matatu, na Raheli akaenda kumwambia baba yake kwa habari ya Yakobo. Lakini tunaona pia zaidi, labda nipeleke mbele kidogo, maana nafikiri tuna risali moja na tuna muda ili mpate na nyinyi kuchangia kwa ukubwa. Tukipeleka kwa haraka kule mbele, tunaona kwamba kashafika pale katika nyumba ya Labani mjomba wake, lakini pia Labani anamwambia, bwana, wewe ni ndugu yangu, lakini wewe ni kuna kazi labda nataka nikupatie, lakini unajua kuna ndugu wengine labda tukupatia kazi kwa sababu ni ndugu yake, anakuambia tu fanya kazi bure bure. Lakini labda anaona kwamba afanye uungwana, kwamba ndio huyu ni ndugu yake, lakini kama atafanya kazi basi apate kumba nini? Ujira. Lakini tunaona kati ya ujira ambao aliomba nani? Yakobo nafikiri, ngoja tuone hapa vizuri. Yakobo ujira ambao aliomba ni kwamba atamtumikia Labani kwa miaka 7, lakini kwa ajili ya nani? Ampatie Rachel kama nani? Kama mke wake. Kwa sababu na tunaambiwa kwamba Raheli alikuwa ni mzuri, sio wa sura tu, hata umbo. Kwa hiyo Yakobo alimpenda sana yule binti, na akaona kwamba miaka 7 ni michache kutumika. Na kweli akatumika ile miaka 7, lakini siku ambapo anabidi akabidhiwe mke Raheli kama mke wake, hapo nyuma tulikuwa tumeona kwamba Labani alikuwa na binti yao wawili. Mmoja ni mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Lea, afu Raheli alikuwa ni mdogo. Kwa bila kujua, kwa sababu ilikuwa inaonekana kweli ni usiku na nini. Kwa hiyo Labani akafanya yaani akasema kanea akamfanyia hila. Kama Yakobo kule nyuma alipofanya hila kuchukua mibaraka ya kaka yake, na akapigwa hila. Kwa baada ya kuwekewa Raheli, akawekewa Lea. Unaona? Na kweli kule akaingia, amelala naye, anamka asubuhi kumwangalia, anaona kwamba sio Raheli, ni Lea. Unaona? Na akamka asubuhi, anaanza kumwambia mjomba wake, mbona umenifanyia hila na nini? Lakini mjomba wake akamwambia, bwana, sisi tamaduni zetu hatuwezi tukamtoa mdogo kabla ya mkubwa. Kwa cha kufanya kwanza umalize siku 7, kwa sababu unajua kuna sherehe, na ukisoma Biblia utaona kwamba inaonekana kwa kuna tamaduni ya Kiyahudi hapo mbele ni kwamba yaani katika kufanya ile sherehe ya ndoa ilikuwa inachukua kama siku 7. Ilikuwa ni kama tamaduni fulani. Kwa kwanza umalize siku 7, alafu ndipo nitakupa nani? Raheli kama nani? Kama mke tena, alafu utatumika tena miaka 7 mingine. Na tunaona kwamba ile jambo likafanyika pale, na kweli akatumika tena miaka 7 ya kufanya kazi kwa ajili ya hao wote wawili. Lakini tumeshaona hapo awali Yakobo yeye alikuwa anampenda nani? Raheli, maana yake hakumpenda Lea. Na huko mbele tutaona kabisa kama hao wote na tulikuwa tushajifunza hapo nyuma kutoka kwa somo la mtumishi Masawi kwa habari ya ndoa. Nafikiri somo mbona nilikumbuka, najua watu mlifurahi sana, mkolala siku hiyo. Somo lilikuwa zuri sana. Kwamba kama utakuwa na wanawake wawili, basi wote unabidi uwape sawa sawa, kwa sababu si wako. Lakini tunaona hapa tayari Yakobo alikuwa ashaanza kuchepuka, kwamba inaonekana yani alikuwa yaani kumpenda mtu, maana hata unampa priority. Kwa Kiingereza tunasema priority. Yaani kwamba labda kama ulikuwa umenunua nguo, huyu unampa 5, unampa 1. Kwa maana yake halikuwa, japokuwa amepewa wote kama wake zake sasa, lakini mmoja alikuwa anampa priority. Na hilo jambo halikuwa sawa machoni pa Mungu. Na tunaona kwamba tumbo la Raheli likafanyaje? Likawa limefungwa, lakini tumbo la Lea likawa limefunguliwa. Na Mungu akambariki kuwa na watoto ambao tunaona hapo alizaa watoto 4, maana yake Reuben, Simeon, Levi na Yuda, ambapo hapo mbele tutaona kwamba taifa la Israeli lilitokea katika makabila au watoto wa Yakobo. Kwa ufupi ni mambo ambayo nilikuwa nimejifunza. Kikubwa nimeongelea utendaji wa Mungu katika maisha ya Yakobo, kwa sababu Mungu alimuongoza Yakobo mpaka nchi ya nani? Ya ndugu yake. Kwa nilikuwa naona utendaji wa Mungu ukifanya kazi. Kwa hata sisi pia kama Wakristo ni katika mambo yetu ni vyema kumtanguliza Mungu, kwa sababu Mungu ndo atatuongoza na kufanikisha kule ambapo tunafanyaje? Tunapotaka kwenda. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana katika maisha ya Kristo, ni jambo kubwa kwa milioni.
Lakini pia nimeliona jambo la binti, kwa mfano kuna wazazi hapa na binti zetu, kwa tuwakuze kimaadili, waweze kuwa wachapakazi, kwamba binti asikae tu. Kwa tunaona pia Raheli akukaa tu nyumbani, alikuwa anafanya kazi ya kumsaidia baba yake katika kuchunga wanyama. Kwa hiyo pia ni jambo ambalo wazazi kuwakuza watoto wenu katika maadili, na watakuwa katika kicho na kuwa na tabia njema kama tunavyoona hapa Raheli. Lakini pia naona jambo jingine la kufanya kazi, kwamba Yakobo alipoenda kwenye nyumba ya baba yake hakukaa tu naye kubweteka, na ndio maana hata baba yake akamwambia ujira wako utakuwa upi, nifanye kazi. Yaani maana yake ufanye kazi nitakupa ujira. Kwa hiyo Yakobo alikuwa yuko tayari kufanya nini? Kufanya kazi na yeye awe na cha kwake. Kwa sababu kumbuka, kama angekuwa na mwanamke angeweza kumlisha nini? Angewezaje kumtunza kama alikuwa afanye kazi? Kwa hiyo Yakobo ilibidi afanyaje? Awe na afanye kazi kwanza, awe na cha kwake. Kwa hiyo pia ni jambo la msingi. Lakini kuna jambo jingine pia nimeliona, kujua kwamba matokeo ambayo tunafanya yakiwa mazuri au mabaya, yani katika jambo lolote ambalo tunafanya na matokeo. Kwa sababu tunaona kama kule Yakobo alipokuwa amedanganya kule nyuma, na tunaona na yeye akaja kudanganya na yeye akapigwa hila. Kwa jambo lolote ambalo tunafanya tujue kwamba lina matokeo. Naam, lakini pia japokuwa tumeshajifunza ile somo la ndoa kwamba kwa Wakristo au mpango wa Mungu toka awali ni mwanaume kuwa na mke mmoja, na tulijifunza kesi mbalimbali. Msangini unaweza kukuta kuna watu wanataka kuingia kwenye imani lakini wana mke zaidi ya mmoja, lakini hawatopata nafasi. Kwanza hawatoacha wale wake zake, lakini pia hawatopata nafasi katika kuwa na uongozi katika kanisa, kwa sababu tumeona Biblia imeshasema wazi viongozi wa kanisa wanabidi wawe ni wanaume wenye mke mmoja. Lakini pia anabidi afanye ungwana na kuwapenda wote sawa sawa, kwa sababu sio jambo ambalo akionyesha kuprioritize kumpenda mmoja zaidi ya mwingine, sio jambo ambalo ni sawa machoni pa Mungu. Kwa sababu Mungu wetu anapenda usawa, na ndio maana watu wote mbele zake ni sawa. Mungu hana upendeleo. Nimekumbuka neno ni upendeleo, kwamba Mungu wetu sio Mungu wa nini? Wa upendeleo. Ana usawa katika watu wote. Kwa hivyo nawakaribisha, tuna muda kama dakika 40. Kwa mimi dakika 40 ni dakika nyingi sana ambazo zinatosha nyie kufanyaje? Kuchangia. Kwa pia msitumie kisawa sawa, maana najua somo la Biblia ni tamu, naweza nikajikuta mtu anachangia dakika 10 peke yake. Kwa mjitahidi hizo dakika 40 tulivyo hivyo, kila mmoja apate nafasi ya kufanyaje? Ya kuchangia. Kwa kujaribu kutunza muda. Asante. Karibisha katika kutoa michango. Ndugu Method, mpe mic. Labda hii mic nitampa mtu yote karibu hapa apate kuongea, lakini nimaliza. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naanza na swali. Sikuchangia, nauliza. Jamani, tusikilize swali la Method. Swali nadhani inaweza kama mawili, lakini moja ndio la msingi sana. Naam. Swali nasema tukiangalia kwanza Ibrahimu. Kwanza na Ibrahimu alimuoa dada yake. Tukija kuangalia Yakobo naye anaoa dada zake, dada yake. Na mwanzoni pia Mungu alikuwa anasisitiza taifa la Israeli kuoa kabila lao, sio nje ya kabila. Na ilikuwa ikifanyika sana hivyo, hapa wale wanaenda kinyume. Sasa swali langu nataka kujua, mwanzoni ndugu walikuwa wanaruhusiwa kuoana. Je, sasa hivi inaruhusiwa? Kama hairuhusiwi, kama inaruhusiwa kwa ushahidi pia. Kama hairuhusiwi, nitaka tu nipate mafungu yanayovunja huo uhusiano wa kale. Kwa nini waliruhusiwa kale na kwa nini sasa hivi? Swali la pili, tunaona pia mwanzoni watu walikuwa wanaoa wake wengi. Unaona? Na walikuwa wanabarikiwa. Mungu alikuwa anawabariki sana. Na walikuwa wanazaa sana. Unaona? Wengine walikuwa wanachunga, kama tumekwisha kuona hapo. Raheli alikuwa anachunga, lakini Yakobo alipomuona alimpenda sana, yani kwa umbo wake na kwa uzuri wake. Maana yake alikuwa anatamanika, hata kama alikuwa anachunga
alikuwa anaonekana vizuri. Sasa hivi ukienda kuangalia huko mashambani, huko Usukumani na huko kwa Waha, ukiona binti wanaochunga hawatamaniki, hawachoki, yaani wamechoka vibaya. Unaona? Na ukiangalia wanaoingia kwenye ndoa sasa hivi, akioa wake wengi, basi labda kama alikuwa na mali ya urithi. Kumbuka Yakobo yeye ameanza kufanya kazi, lakini amefanikiwa na akafanikiwa zaidi. Swali sasa, ina maana kipindi hicho labda Mungu alikuwa amewabariki sana kiasi kwamba sisi huku tumemwasi Mungu, hatuwezi tukapata baraka hizo za utajiri. Nafikiri nimemsikia mtumishi Method hapo. Kwa hiyo nafikiri swali la kwanza ameongelea kwa habari ya ndoa baina ya ndugu, na anahitaji ushahidi kama inaruhusiwa sasa hivi, ushahidi ni upi, na kama inaruhusiwa ushahidi kwa ufupi. Na nafikiri hata swali la pili pia nimelisikia vizuri. Kwa hiyo nakaribisha majibu, sababu ameanza na maswali yanahitaji kuwekwa sawa. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nianze hapa atapata mtumishi pale. Nitajibu swali la kwanza tu aliyouliza kwamba ni kwa nini tunaona kwamba Ibrahimu alimwoa ndugu yake, lakini pia kwa Yakobo pia tunaona walioa ndugu zake, tena walikuwa wawili. Majibu yatakuwa kama hivi. Pale mwanzoni watu walikuwa wachache. Kwa hiyo Mungu aliruhusu watu kuoana ndugu kwa ndugu, lakini pale baada ya wana wa Israeli kwenda utumwani, kwa hiyo miaka 400 waliongezeka wakawa wengi. Sasa walivyokurudi huku wakaenda nchi ya Kanaani, Mungu alikuja kuweka sawa mambo ya ndoa. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura yote ya 18 inaeleza vitu gani utakiwa kufanya na kitu gani utakiwa kufanya. Mimi nitasoma mstari wa 16 wa Mambo ya Walawi 16 inasema usifungue utupu, inasema samahani hapa nimeipoteza hapa, ngoja nitafute. Ni 18 sijaona ngapi hapo. 18 ngapi? 18. Inasema 18 inasema wala usitwae mwanamke pamoja na nduguye awe mtesi wake, na kufungua utupu wake huyo wa pili utakapokuwa yu hai. Lakini pia kuna hii mstari wa sura ya 20 Mambo ya Walawi 20:21 inasema tena mtu mume akitwaa mke wa nduguye ni uchafu na ameufunua utupu wa nduguye, hao watakuwa wana. Kwa hiyo nafikiri kwa mafungu hayo inaweza ikawa inakatazwa kwa sababu wana wa Israeli walikuwa tayari ni wengi, lakini sura ya 18 ni sura nzuri sana kwa mtu kuipitia ili uweze kujua zaidi. Asante. Katika hii sura ya 18 kuna mambo mengi ya kuangalia, kama tulipotangulia kusikia kwa watumishi walioelezea na ufafanuzi aliotoa mwalimu, lakini pia tukiunganisha na somo kuhusiana na nafasi ya kanisa katika ndoa iliyotolewa na mwalimu Jafari Masawa. Kuna vitu vingi ambavyo tukivihusianisha na hii somo tunaweza tukaelewa mapenzi halisi ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 29 tunaona kuna Laban na Yakobo. Hao ni watu ambao walikuwa ndugu, lakini Laban tunaona yeye alikuwa mfugaji, na katika ufugaji wake alimkaribisha Yakobo, lakini pia alimfanya kuwa kama mtumishi wake,
lakini pia alitaka mlipe ujira wake, japo makubaliano yalifanyika ya kwamba ujira wangu utafanya kwa miaka 7 na baada ya hapo utanikosa nani Raheli, sio hivyo? Lakini tunaona kitendo cha manake plani ya Yakobo ilikuwa sio kuwaoa wote wawili. Kwa hiyo nia ya Yakobo ilikuwa kumuoa mmoja, lakini kwa sababu ya udanganyifu wa Laban akajikuta anafanya nini? Anaoa wote wawili. Bado hapo nadhani nitakuwa sijajibu swali, ila nitaka kidogo tuelewe hicho kitu ya kwamba Yakobo katika kuhangaika kwake alidanganywa na mjomba wake, na hiyo ndio ilikuja kuleta ndoa za mitara kwa Yakobo. Kwa hiyo tunaona hayakuwa mapenzi ya Yakobo kuoa wanawake wote wawili, dada na mdogo wake. Ni sawa, tunaweza tukasema ilikuwa inaruhusiwa kipindi hicho, lakini kipindi cha Yakobo bado tunakuwa tuna ushahidi kwenye hili la kwamba Mungu yeye mwenyewe ndo aliruhusu Yakobo amuoe dada na mdogo wake. Isipokuwa Yakobo yeye, kwa sababu alikuwa anampenda yule mdogo, aliona ni bora afanye kazi miaka 7 mingine, pamoja na kwamba ameshaposwa huyu wa kwanza, ila amuoe pia yule wa pili. Kwa hiyo tunaona hii ndoa aliyekuja kusababisha ndoa za mitara pale ni Laban, na Laban kilichomfanya vile kwa sababu alikuwa na tunasema alifanya mchezo ambao yani aliona utendaji kazi wa Yakobo na akataka aendelee kuwa naye. Hakutaka awe huru kwa muda ule baada ya miaka 7, isipokuwa alitaka aendelee kumfanyia kazi. Kwa akaona atumie njia ya uongo, na kwa kupitia hiyo njia ya uongo akajikuta anamuingiza Yakobo kwenye ndoa za nini? Ndoa za mitara. Lakini tukiangalia tangu mwanzo mpango wa Mungu, mwanamke mmoja aolewe na mwanaume mmoja. Kwa hiyo kwa sababu ingekuwa ni mwanamke mmoja kwa wanaume wawili, Adamu pia angeumbwa akapewa wanawake wawili. Ila aliumbwa Adamu na nani? Na Eva, ndio hivyo. Na pia tukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo zani sura ya 3 mstari wa 25 inaeleza ya kwamba mwanamke atamwacha babaye na mamaye na ataunganika na mwanaume, atakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo plani ya Mungu sio mwanamke zaidi ya mmoja kwa mwanaume mmoja, isipokuwa kila panapotokea ndoa za mitara katika maandiko tunaona ya kwamba hizo ndoa ni ndoa ambazo zinatokea kwa mapenzi ya mwanadamu, lakini Mungu anakuwa hajafanya nini? Hajaruhusu ama kutia baraka. Japo Mungu anasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba zile zama za ujinga alijifanya afanye nini? Azione, isipokuwa anawaita watu wote waje kwenye toba. Kwa hiyo tukisoma katika kitabu cha Methali 13:15 kuna maneno haya. Inasema ufahamu mwema huleta upendeleo. Ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia ya haini uparuza. Hapa ametumia neno uparuza. Kwa Kiingereza amesema the way of transgressors is hard. Yaani njia ya mtu ambaye amefanya tuseme makosa au ameenda kinyume na ilivyokuwa inavyotakiwa. Kwa sababu tunaona Yakobo alienda kinyume na ilivyokuwa utaratibu ya kwamba ambaye ilibidi abarikiwe nani? Ni Esau kaka yake. Lakini tunaona Yakobo alienda kinyume na ilivyokuwa kwenye utaratibu, akafanya ujanja. Kwa hiyo naye alipitia njia ngumu, na moja wapo ya magumu aliyopitia ni kudanganywa na mjomba wake. Kwa Mithali 3:15 inatuonesha kwamba kwa mtu anayefanya makosa juu ya kile ambacho alikijua, njia yake inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo na sisi inabidi tujifunze ya kwamba kwa yale mambo ambayo tumejifunza tunapaswa kuishi kwayo. Njia yote, uovu wote ambao tunaweza kuufanya, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua, utautengenezea njia ngumu katika kuweza kuiona kesho yetu. Asante sana.
nafikiri bado nafikiri swali la kwanza kidogo ndugu Jonas amejibu kidogo. Nafikiri swali la pili hajaguswa kabisa. Kwa hiyo nafikiri hapa tuanze na yale maswali ya method. Tuna dakika 30 kwa tutumie muda wetu vizuri. Asante, karibu. Amen. Basi nitaanza na swali la pili na mimi. Alafu na mimi nitachangia kidogo swali la kwanza. Sawa, karibu. Kuhusiana na utajiri. Watu wa Mungu, hakuna mahali kulipoandikwa watu wa Mungu hawaruhusiwi kuwa matajiri. Hakuna kabisa. Bali Mungu anataka upate utajiri wako kihalali, au upate utajiri wako ukiwa unatembea katika njia zake. Tunaona kama Suleiman, Mungu siku hiyo wakati babake anamtawaza, Mungu alimtokea baadaye akamwambia, niambie unachotaka chochote nitakutendea. Ambapo kwa kizazi hichi cha kawaida cha kwetu, tusipokuwa na utaalamu wa maarifa, unaweza kusema nataka nyumba kubwa, miradi na kampuni zilizo za kutosha. Lakini Suleiman aliomba hekima na maarifa ili apate kuhukumu watu wa Mungu. Baadaye Mungu akasema, kwa kuwa umeniomba hekima na maarifa na hilo lilikuwa ndani ya moyo wako, basi nitakupa vyote, na hapata tokea mfalme baada ya wewe na wale waliokuwa kabla ya wewe atakayekuwa amebarikiwa na utajiri kama wa Suleiman. Kwa hiyo mpaka hii leo sasa hakuna mtu aliyeweza kuwa na utajiri kama wa Suleiman mpaka saa hii. Alitembea katika njia za Mungu, hakuna. Lakini pia tunaona pia Kornelio alikuwa ni mtu wa mataifa. Hakuna mahali ilipoandikwa baada ya kuamini Kornelio alikuwa maskini, hapana. Hata ukisoma ile kumbukumbu la Torati 20 ngapi? Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28 inaelezea pale kwa uwazi na kwa umakini kabisa. Ukifuata yale maagizo ya Bwana yote utabarikiwa. Sio mashamba, kila kitu, punda, farasi, kila kitu, vyakula imeandikwa pale. Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili ningependa kuchangia kidogo. Hapa ndio nimechangia swali la pili. Swali la kwanza, ningependa kuchangia swali la kwanza kidogo kuhusiana na mahusiano ya kuoana ndugu kwa ndugu. Ya kuoana ndugu kwa ndugu. Sasa hivi kuoana ndugu kwa ndugu wa damu hairuhusiwi. Ila kuoana ndugu kwa ndugu wa imani inaruhusiwa. Na ndugu kwa ndugu wa imani aliyo damu yako, hakuna mahali kulipoandikwa inaruhusiwa. Ila tu tumeambiwa ndugu kwa ndugu, yaani mbegu takatifu ina uwezo wa kujichanganya na mbegu takatifu, au Israeli wa kiroho ana uwezo wa kujichanganya na Israeli wa kiroho mwenzake. Sasa maandiko yanasema hivi, kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haikuhesabiwa isipokuwa sheria. Kwa hiyo ili dhambi ihesabiwe lazima kuwepo na sheria, kama tunavyoona wazazi wetu wa kwanza. Kwa hiyo ametangulia kusema pale mtumishi wa Mungu, nilikuwa nataka nikafanue hilo andiko lilitoa. Alisema kwamba zama za ujinga Mungu alijifanya zioni, bali sasa amewaagiza watu wote watubu. Kwa hiyo akati ukianzia pale kwa nani? Kwa Adam, Kaini na wenzake waliozaliwa kusogea kwa Nuhu mpaka hapo, sio kwamba Mungu alikuwa aone mpaka hapo Yakobo na kuna kwa Esau, alikuwa anaona. Lakini kuna makusudio na mapenzi ya Mungu mwenyewe, kwa sababu tungesema haya wale waliozaliwa pale moja kwa moja wakae hivyo. Unaona kama utaleta mafumbo fulani wasingeongezeka watu, au Mungu akiumba wengine waje walale na hao wapate uzao, lakini kuna makusudio ya Mungu. Lakini kwa habari ya wakati huu, kabla hajaja mjumbe wa agano la kwanza au agano la zamani au la kale, Musa, walikuwa hawajawekewa mkazo. Lakini mpaka Yesu anapokuja kusema ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu
ina maana Musa aliwawekea mkazo. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 19 11 au 10, naanza mstari wa 8 au nasoma kwa haraka moja, nianze mstari wa 2. Makutano mengi wakamfuata akawaponya huko. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Hapo Yesu anaulizwa kwa habari ya mke na mume. Ukisoma 8 hapa inaendelea, nasema akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Kumbe kuna wakati Musa alihubiri, lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao akafanyaje? Akawapa ruhusa. Na hiyo unaipata katika Kutoka 24 pale 24 kama sio 14. Nasema nimetoka kidogo, ila unaipata katika kitabu cha Kutoka, ambapo unapata Musa aliwapa ruhusa ya kuwapa talaka kama mtu hatapendezwa na huyo mke wa mara ya kwanza, ama hata aliziwa naye, ndipo atamwachia hata ya talaka, atamchukua mwingine. Kwa hiyo mwanzoni, kuanzia kwa Musa kurudisha mpaka kwa kwetu, watu walihubiriwa vizuri kwamba haitakiwi wala haipaswi kuwa na wewe kuwa na mke wa undugu ama udamu yako. Kwa hiyo sasa tunapata kujifunza hapa mwanzo kuja mpaka kwa Yakobo, kwa Esau, kuendelea mpaka nyuma ya Musa. Hapa mpaka nyuma ya Musa watu walikuwa wanaoana, hata baada ya Musa walikuwa wanaoana, lakini kuna mahali kulikuwa kuna makazo ya msisitizo wa habari ya ufalme, na kuna mahali kama kulikuwa kuna mambo yanatendeka ili kusudi la Mungu liweze kutimia. Amina. Nashukuru sana. Asante. Kwa hiyo kwa wale ambao kidogo wametolewa, tunajifunza Mwanzo 29 kwa naamini katika siku 6 tumeweza kupitia Mwanzo 29 kama mpango wa kusoma Biblia na kanisa wanavyoeleza. Lakini pia kuna mtumishi method pale ametoa swali. Nafikiri itakuwa vyema labda akirudia ili wengine pia waweze kuchangia ambao hawakuweza kulisikia. Asante. Swali la kwanza la pili. Kama la kwanza unamelizika na majibu. Maana la kwanza iko sawa. Ushajibu. Basi. Unaweza kurudia swali la pili. Asante. La pili niliuliza kwamba katika Mwanzo tumesoma kwamba Yakobo alienda kwa Labani akiwa mfanya kazi. Tunaona amefanya kazi, amepewa Lea. Akafanya tena akapewa Rahel. Ukiendelea kusoma anaondoka kwa Labani akiwa ametajirika. Nadhani kwenye Mwanzo 30 kuendelea. Alikuwa na utajiri. Unaona? Na inaonekana kwamba Lea alikuwa ni mzuri, Rahel alikuwa ni mzuri. Ingawa alikuwa ni mfugaji, alikuwa anaonekana mzuri kwa umbo na kwa sura. Ikatoa mfano. Ukienda maeneo ya ufugaji huko, kwa mfano Masai na kadhalika huko, utagundua kwamba wapo wafugaji kweli, lakini sura zao hazina ile nuru ya kusema kwamba tayari huyu mtu kabarikiwa na Mungu sasa. Ingawa baadhi, sio wote, lakini sio wote. Na ukiangalia kwa sasa hivi sisi pia hata walio zaidi ya watu wawili watatu, unakuta nao sio kwamba wamebarikiwa na kama ule utajiri wa zamani kina Yakobo hata kina Ibrahimu. Swali sasa linakuja, wa zamani walikuwa wamebarikiwa na Mungu sana kiasi kwamba sisi kuna sehemu tumekwama, tunashindwa kurithi baraka hizo.
Asante. Nafikiri wote ambao tunaendelea kutafakari tumesikia swali la mtumishi. Tuna kama dakika 18 zimebakia. Nafikiri kama tunaweza tukajibu swali la ndugu pale alafu na wengine wakachangia kuhusiana na Mwanzo 29 itakuwa vyema. Karibu mtumishi Gomez kwa ajili ya kuchangia na kujibu maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante sana mliotangulia na hasa rafiki kwa kuuliza swali hili. Mimi naomba bahati nzuri sana kuna baadhi ya watu wameshagusia hapo, lakini ninanyongeza katika hili swali ambalo wamemaliza kuuliza sasa hivi. Tunapozungumzia baraka za kibiblia ni tofauti na sisi wanadamu tunavyotafsiri baraka. Tunapozungumzia utajiri ule ambao alikuwa nao Sulemani, kuna mtumishi mwingine hapa amepita amezungumzia vizuri kwamba Mungu alisema hakuna atakayekuwa na aina hii ya utajiri wa kwako tangu sasa hata milele. Yaani kwamba vizazi vilivyotangulia na hivi vijavyo. Lakini sisi tunapokuja hili swali aliweza kuliuliza Petro katika kile kitabu cha Marko, kama sijakosea, Marko 10 mstari wa 28. Hebu niangalizie hapo kama sijakosea. Marko 10:28. Ni Biblia Kiswahili kianza kusoma kwa Mwanzo Marko 10:28. 28 nasemaje? Hebu soma nisikie kwanza. Marko 10:28 nasema, Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha. Hapo endelea. Tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu, kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Sasa hapa Yesu alifafanua vizuri kuhusu namna ya nini ambacho Petro alikuwa anakitazamia kwa ajili ya habari ya utajiri, kwa ajili ya faida, kwa ajili ya kupata. Yesu anasema wale wote walioyaacha haya ya awali, haya ya kidunia, wakanifuata mimi, hawataacha kupata hapa mbinguni mara. Hebu endelea kusoma, kuna neno pale chini. Endelea kusoma. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Hapo. Biblia katika neno hilo la mwisho linalofuata anasema wale walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Walio wa kwanza kivipi? Sisi hawa tunaowatazama wenye magari, wenye majumba, tunaowaona kwamba ni mabilionea wa dunia. Yesu akafafanua akasema hao watakuwa wa mwisho. Tunaowaona sasa hivi wa kwanza watakuwa wa mwisho. Lakini hao ambao tunawadharau kwamba pengine hawana utajiri huu unaoonekana wa kidunia, hao ndio watakao wa kwanza, watakuwa wa kwanza. Tafsiri ya Biblia inasema wale wenye kufanikiwa, mafanikio ya kibiblia si mali, magari, nyumba na pesa. Hapana, ni wale ambao walimfuata Yesu. Yesu anasema hawataacha kupata mara 100 hapa na mbinguni uzima wa milele. Ninaomba nichangie kwa kifupi. Asante. Nafikiri bado sasa kuna ile swali ambayo kwa naliuliza kwamba inaonekana Raheli hapa tukisoma maandiko alikuwa anachunga wanyama wa baba yake, alafu bado alikuwa anaendana na umbo zuri, lakini sasa tukiangalia dunia sasa hivi, je, kuna kosa tumefanya laana? Maana ukienda huko sio Sukumani ndani kwa Masai nakuta unaingia na sura ngumu. Sasa hili jambo limekaaje? Asante. Karibu ndugu Diabato kwa mchango. Nichangie kwenye swali hilo. Kwanza nikizungumzia habari ya baraka za Mungu, siko mbali na washindani ambao wamechangia, lakini mimi nadhani mtu mwenyewe anatakiwa kujitathmini kuhusiana na Mungu anavyobariki. Mungu aliacha kubariki,
Mungu anasema yeye ni yule jana, leo na hata milele. Na anasema sitakupungukia. Ni ahadi amezitaja. Sasa Mungu anatujua mioyo yetu. Mimi huwa najiambia kwamba Mungu ananijua moyo wangu. Kwa upande mwingine Mungu anaweza kaangalia ili aniokoe mimi inabidi asinipe hela. Kwa sababu anatujua sio wote waliomcha Mungu katika zama za kina Ibrahimu wote walikuwa na pesa. Hapana. Kuna watu ambao walikipindi kile walimcha Mungu lakini hawakuwa na nini? Hawakuwa na fedha. Sababu Mungu anatujua mioyo yetu. Mungu anajua wewe inawezekana hakikupa utajiri ndo tiketi yako ya kupotea. Ni swala la kujiangalia ni kwa kiwango gani tumekuwa waaminifu kwa Mungu. Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Hiyo iko pia, yani yeye ashasema mtazidishiwa. Sasa kama wewe kwa level unayopima katika maisha ya mtu binafsi unaona hujazidishiwa, manake yamkini haujamtafuta yeye na ufalme wake. Kwa sababu hata definition ya kwamba umezidishiwa kwenye maisha yako inategemea kiwango unachomjua Mungu. Mtu anaweza akatoka anamuona wewe unaona hajabarikiwa, lakini yeye kwa kiwango anachomjua Mungu anaona tayari baraka anazozihitaji kwenye maisha zishatosha. Sasa kwa upande wa pili pia habari ya Raheli kwamba alionekana ni mzuri, na uzuri unategemea nini? Anayeandika ni nani? Ni Musa. Ndio hivyo, Musa ndiye anayeandika. Na yamkini alikuwa anaonyeshwa. Unaweza ukaambiwa ukasema ni mzuri, ukaletewa maono wewe usione mzuri. Uzuri pia unategemea fikra zako na uchanganuzi wa fahamu zako. Kwa sababu kama sasa hivi unaweza kusema wafugaji sio wazuri, wafugaji ni wazuri, sisi wafugaji tunao wajua sisi. Kwa mfano sisi kwetu Bukoba kule kuna wafugaji wa Kinyarwanda kule. Nyuso zao zina nuru sana. Ukikutana na watoto wao wana afya. Yaani ukiwalingania, nadhani watu waliokaa kule wanafahamu. Wana nuru, wana afya, hawana udhaifu, hawana utapiamlo, very strong na wafugaji. Hatuwezi kusema kwamba ndio wamebarikiwa na Mungu, lakini Mungu anatoa kwa kadri anavyopenda. Ila swala la Raheli kwamba ni mzuri, Biblia inashuhudia kuwa ni mzuri. Lakini uzuri wake inawezekana ni tofauti na fikra zetu na fahamu zetu zinapotafasiri. Wewe unaweza ukawa na kwenye akili yako na fikiria kwamba hii mtu awe mzuri anatakiwa aonekane hivi na hivi na hivi. Lakini kumbe anayezungumza katika Biblia ana definition tofauti na wewe ambayo unayo ya uzuri unaozungumza. Asante mtumishi Diabato kwa kuongeza hizo. Tunabakia dakika kama 10 hivi. Karibu ndugu Prince Boy. Shalom watumishi wa Mungu. Na nikipenda nijazie kwa ndugu Diabato, amenikumbusha kitu kuhusiana na swala la baraka. Kuhusiana na swala la baraka, ukifuatilia mazungumzo ya mtumishi hapa Hermas, ameongelea kwa makini kabisa utajiri unaozungumziwa hapa. Alikuwa anazungumzia ni habari za ufalme pia, au ni jinsi yaani ukimcha Mungu ni utajiri zaidi. Lakini pia ukisoma kuna maandiko najazia pote kwa watu wawili. Ukisoma katika maandiko Mungu anasema anawapa jua lake na mvua yake wema na waovu. Na ukisoma andiko lingine sio natoka wapi, anasema ninaonekana na watu wasionitafuta. Alafu nasema wale wananitafuta sionekani kwao kabisa. Kwa hiyo pointi yangu ilikuwa kuna mambo mengine yanatendeka ili kusudi la Mungu litimie, au mapenzi yake yeye mwenyewe anaichagua au anaitaka jambo liwe katika hali fulani ndio hivyo. Lakini tu usije kuona jambo baya ukasema kusudi la Mungu limetimia. Maandiko yanasema Mungu hadhaniwi kutenda uovu, wala Mungu hadhaniwi kufanya jambo lolote baya. Maasi yetu nyingi yanatokea katika shida. Katika swala la uzuri ameshaongelea pale. Uzuri wa kipindi hicho tukiframe in our own mind katika akili zetu wenyewe tukilichora hilo, unaweza kusema
uzuri wa umbo na jambo fulani ukasema wake ilikuwa ni hivi, lakini Biblia yenyewe inasema manabii wameambiwa mambo kwa mfano, kwa sababu Musa ndo kaandika kitabu cha Mwanzo. Musa hakumuona Lea wala hakuwahi kumkuta, ni Musa alikuja baadaye kabisa. Na maana akafunuliwa hayo mambo kwa mfano, labda alikuwa ni mtu mcha Mungu sana, si kama Sara. Sema katika Waebrania pale chini inaambiwa Sara alimtii nani? Alimtii Ibrahim, akamwita Bwana. Kwa hiyo mambo mengine yanatendeka ili kusudi la Mungu litimie. Kuna wapagani matajiri kweli, hatuwezi kusema Mungu alimbariki au utajiri wake ulikuwa wa namna gani. Muda mwingine unaweza utajiri wake ulikuwa mbaya zaidi. Na kuna watu kama sisi wa Sabato na ni matajiri kweli, watu wanaofuata njia za Mungu. Basi ndio hicho tulichokuwa nataka niweze kuchangia, kwamba tujue na kwamba Mungu anabariki wote, wema na wabaya. Lakini kwa habari ya siku ile, neno hilo neno ndilo litakalo kuhukumu utajiri wako ulipata kwa namna gani, ama ni vitu gani. Basi nashukuru. Asante. Yes. Kusaidia kidogo Ndugu karibu wewe. Tuna muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa, kuna kitu kimoja nataka nichangie kidogo kwenye swala la utajiri ambalo kibinadamu tunaliangalia kiutofauti. Unajua hao matajiri wengi ambao mnawaona au mnawasikia, wengi wao wanapitia changamoto kubwa sana na ni nyingi sana, ambazo ungekuwa wewe au mimi leo tusingekuwa hapa, lakini kutokana na mapenzi ya Mungu wanaendelea kuwepo na sisi tuendelee kujifunza kwao. Na hisi kwa upande wangu mimi au kwa upande wa Kristo anavyotaka, yaani wewe kusimama leo na kuja kanisani na kutembea kwa miguu yako, huo ni utajiri tosha sana. Sidhani kama utahitaji utajiri mwingine ambao utaweza kufunika utajiri huo ambao uko nao. Kwa hiyo muuliza swala la kuwa tu ukiachilia mbali na pesa, huu utajiri Mungu anatupa wa kusimama na afya zetu, tunadunda, tunatembea, tunaongea, tunakula, tunafanya kila kitu. Na hisi huu ni utajiri ambao ukiwa nao na ukitambua thamani yake, hautahitaji utajiri mwingine. Kwa sababu leo tunaona kuna watu wengi wanatamani kufika hapa, lakini sasa hizo wako hospitali wanapigania afya zao. Sio kwamba wao wamefanya makosa makubwa sana, lakini Mungu ametuchagua sisi ambaye tumefika mahali hapa. Tuna afya zetu, tunapanda daladala, tunaendesha magari, tunatembea kwa miguu, lakini tunafika mahali hapa kanisani. Kwa hiyo kwake ni utajiri tosha. Ukizungumzia watu wa zamani na watu wa sasa, nuru ambayo inaonekana, jamani, dunia sasa tunapojua wote sisi kwamba dunia sasa ilipo, tuko karibu mwishoni kwenye kufunga dimba la dunia. Haleluya. Watu wa zamani walikuwa na nuru, ndio maana siku hizi unakuta watoto wadogo wanakufa. Zamani watoto wadogo walikuwa wakufa ni issue, lakini siku hizi watoto wadogo unasikia wanakufa. Dunia imeshafanya kila kitu ambacho ni kiovu. Tukisimama hapa, kila mtu akisema ushahidi wake alipotokea mpaka kufika mahali hapa, tunaweza tukakesha. Lakini tu kwa upendo Mungu ametuchagua, tumefika mahali hapa, lakini tumeshafanya vitu vibaya vingi sana, ambavyo hivyo kama laiti ukikuwa wewe ndio mtoto wako anakufanyia, ungesema mimi nimeshachoka kwa kweli. Lakini Mungu ametupenda, tuko mahali hapa, na hao ambao wako mashambani, kila mtu ana machafuko yake ambayo ameshafanya. Kwa hiyo hatuwezi kufananishwa watu wa sasa na watu wa kipindi hicho. Sasa hivi dhambi zimekuwa ni nyingi sana na tunamkosea Mungu sana. Kila siku tunakuwa mtu anamkosea Mungu, tofauti na watu wa zamani. Kwa hiyo kwangu ni haya tulikuwa tunachangia. Asante. Mbona muda unaenda kuisha sasa, alafu mikono inakuwa mingi sana. Labda turudishe kumuuliza swali kwanza. Kumuuliza swali, alafu kabla tukiendelea labda yeye ana mfano mwingine. Alafu labda tumpajilie kama wengine nimeshaona. Unaweza sijue. Mimi nadhani labda tu tuzimishe, kwa sababu swali nililouliza mimi niliuliza kwamba Ibrahim
alikuwa na fedha nyingi, uchumi ulikuwa wake uko vizuri. Isaka na uzao wake wote na wana wa Israeli wote walikuwa wabarikiwa. Lakini sasa hivi inaonekana kwa kiasi kikubwa sana si kama zamani. Sasa mimi nitaka tu sababu kwa nini zamani utajiri wao ulikuwa unaonekana kiuchumi, material things, na kwa nini sasa hivi inakuja kwamba utajiri hata wa kusema kwamba ukiamka unakuwa kufiti, ukienda kanisani unakuwa kufiti, umeelewa? Ushanielewa? Yani unakuwa kufiti. Sasa kwa nini sasa hivi hiyo kwamba ukiamka kanisani uko fiti, Mungu akujalia afya njema, uko fiti na nini, jambo ambalo ni jema, lakini zamani hayo yalikuwepo plus material things. Sasa nitaka sababu inayoleta mpaka hilo gap kwamba zamani ilikuwa vyema zaidi, lakini sasa hivi hata ukiwa na utajiri huo wa kumjua Mungu na nini inakuwa kawaida, kwa sababu hata Ibrahim alimjua Mungu lakini alikuwa na material things. Lakini jambo ambalo nimekuja kulielewa baada ya watu kuelezea, ameniambia kitu kwamba zamani na sasa hivi kwanza kuna tofauti, na hata zamani maskini pia walikuwepo. Kwa hiyo Ibrahim anaandikwa kama figa ya kuonyesha kwamba ni miongoni mwa watu wanaomcha Mungu wakawa na matajiri. Hiyo hapo nimeelewa kwamba zamani pia hata maskini walikuwepo. Unaona? Kwa hiyo kama akichukua Ibrahim kuwa tajiri, na hata sasa hivi kuna baadhi ya matajiri. Pia kuja tena ku notes kulingana na mazingira kwamba zamani hiyo haipo kwenye Biblia. Sasa ni thinking kwamba zamani pia watu walikuwa wana uwanda pana sana na maeneo makubwa sana ya kufanya hata ufugaji na shughuli zao binafsi, tofauti na sasa hivi. Kwa mfano hapa niko mjini, sina uwezo wa kufuga hata kuku au kufuga kitu chochote kulingana na mazingira niliyopo. Kwa zamani hiyo ilikuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo hata hiyo pia inaweza ikawa ni sababu, lakini nashukuruni sana kwa mchango, maana ili tupige hatua nyingine. Asante. Ndugu Ibeni, dakika moja. Tulishi muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wachangiaji tujitahidi kujidhibiti kwa tunaenda kwenye point na watu wote wapate nafasi. Kitu ambacho nimejifunza hapa katika somo hili kwa kifupi tu, sababu ni dakika moja, ni kwamba unaweza ukajikuta umeingia kwenye matatizo. Kwa mfano kama huyu Yakobo, yeye alitaka kumuoa Raheli, si ndio? Lakini akajikuta amepewa Lea ambaye alikuwa chaguo lake. Lakini pia kuna sehemu kwenye aya sitaisoma, Mungu alifunga tumbo la Raheli akafungua tumbo la nani? La Lea. Kwa nini alifanya hivyo? Sio kwa sababu Mungu alikuwa anakubaliana na ndoa za mitala, ila ni kwa sababu Yakobo hakutimiza haki. Wakati fulani unaweza ukachepuka ukajikuta umeingia sehemu ambapo sio, lakini hiyo haimaanishi kwamba umekutana na mazingira hayo umejiingiza mwenyewe, au imetokea tu umejikuta umeshataitiwa huku na huku. Hiyo haikuzuii wewe kutimiza haki, kwa sababu Mungu hasemi kwamba ukishaingia kwenye matatizo basi usitende haki au uache kuwa mwaminifu kwa sababu umeshaingia kwenye nini? Kwenye matatizo. Kwa kuingia kwenye matatizo, tunapobananishwa haimaanishi kwamba sasa kwa sababu tumeshaingia kwenye mazingira magumu tuache kutimiza ile haki ya nani? Ya Mungu. Hicho ni kitu ambacho kilimfanya Mungu akafunga tumbo la Raheli, akafungua tumbo la Lea. Si kwa sababu ya ndoa ya mitala, ila kwa sababu Yakobo akufanya ule usawa, kwa sababu yule mke ingawa alipewa haikuwa chaguo lake, lakini alikuwa ni mke wake halali kwa sababu alikuwa ametimiza taratibu zote za ndoa. Kwa hiyo hata kama alikuwa chaguo lake, alipaswa kutimiza haki yake kwa yeye kama mke wake. Asante. Basi nafasi upendeleo dakika moja. Beni mwenyewe dakika moja vizuri sana. Asante mwenyekiti. Ukisoma Mwanzo 15 mstari wa 11, sura ya Kumbukumbu la Torati 15:11, Mungu anasema maskini hawatakoma katika nchi, maana nimekuamuru uwafungulie mikono yako maskini. Kwa hiyo na jambo lingine, nyakati za zamani na nyakati za leo hazina tofauti. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Ndogo na maskini na matajiri, ndani ya waumini na wasio waumini, vivyo hivyo kwetu sisi. Naomba nisomee andiko hili. Mhubiri 1:9. Ana maiki.
Mhubiri 1:9. Naona Kiingereza. Hebu soma. Mhubiri 1:9. Inasema yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Asante. Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hilo, Ibrahim pia alikuwa amezungukwa na maskini. Na pia watoto wa Yakobo wale 12, si wote walikuwa ni matajiri. Aliyekuwa tajiri anawalisha wote ni Yusufu. Sawa maandiko. Alilisha wote kaka zake na wadogo zake mpaka wajukuu zao akawalisha Yusufu mpaka alipokufa. Kwa hivyo na hii isiye katuleta leo, kwa mfano walokole wanakupima kama wewe ni maskini unasema una laana za ukoo. Ila kama ni tajiri hawakwambia una laana nini za ukoo. Lakini ndani ya Biblia hii kuna watu walikuwa na laana lakini matajiri. Angalia watoto wa Kaini walikuwa ni wabunifu wa muziki, wafua vyuma, walikuwa wamefanya vitu vingi sana vya ajabu kwa Kaini. Angalia kina Nimrod, watu wengi tu ambao walikuwa ni waovu, walikuwa na mali nyingi. Pia mali pia inategemeana pia na swala la wengine wa maskini wanakuja sababu ya uzembe, unakuwa waitesa sababu ya uzembe na vinginevyo. Kwa hiyo leo na Mungu akubariki kwamba nakupa mali unakaa hapo inakuja kimuujiza. Hata Ibrahimu alipokuwa toka ule wa kudai hakuwa maskini. Baba yake kwa Abrahamu alikuwa na mali nyingi. Mzee Tera. Ukija Ibrahimu mwenyewe ametoka na mali zake na kitu chochote. Kwa hiyo Mungu akambariki na kumuongeza uzi yake. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo pia tusiingie huko, lakini cha msingi baraka kubwa sana ambayo tunayo 1:3 wa Efeso usisome, lakini swala la mali pia Mungu anaweza kati yetu akawabariki kadhaa katika swala la mali kwa ajili ya utukufu wake. Basi kwa matajiri wa dunia uwaonye, wewe matajiri wa neema na watumie mali zao kwa ajili ya kazi ya nani? Ni Mungu. Kwa Timotheo wanaagizo. Asante. Nafikiri tuhitimishe hapa kwa sababu ya muda. Nimefurahi sana kutumika mbele zenu hapa leo, na ni swala la muda. Kuna mambo mengi tunataka kuchangia, lakini ndio hivyo. Kwa mpaka wakati mwingine. Mungu awabariki sana. Tupige magoti tuombe, tukaidishe kipindi cha uimbaji. Aliye katika nafasi hiyo pia ajiandae kusogea mbele. Mungu wetu mtakatifu wa Israeli, tunasema asante kwa neema zako na fadhili zako. Tumekuwa na kipindi cha kujifunza Biblia. Tumejifunza na tumeelewa mambo makubwa. Na watumishi wako wengi walikuwa wanataka kuchangia, lakini ndio utaratibu tu uliyepewa kwa sababu ya muda. Lakini tunaamini kwamba watu wako kutoka mahali hapa wataenda kutafakari mambo ambayo tumejifunza leo katika kipindi hichi. Lakini pia na mtumishi mwingine anaenda kusimama mahali hapa kwa ajili ya muda huu wa ibada kwa njia ya nyimbo. Tuweze kuwa pamoja naye, tuweze kuimbia kwa nguvu, sauti zetu Mungu zifungue na vifua vyetu vijaze hewa, tuweze kuimbia kwa nguvu zote. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu mwenyekiti. Kanisa kwa Yesu asifiwe. Watu ambao tumefurahi kwa kujifunza na tupungiane mkono. Amina, amina. Sasa hivi tumeweza tupotea muda, lakini tunaombeni tuwe tunazingatia muda katika vipindi husika ili tuweze kwenda sawa. Tumeweza kupoteza dakika 6. Lakini tunakaribisha ibada ya uimbaji, nayo itaisha saa 6 dakika 7. Na kila mtu anayesimama hapa ni Mungu amemweka ili kwa ajili ya kukufikishia wewe ujumbe. Kwa hiyo naomba tuheshimu kila ibada inayoendelea mahali hapa ili tuweze kubarikiwa. Karibuni sana katika ibada ya Sabato ya leo. Karibuni pia uliyejiandaa kwa ajili ya ibada ya uimbaji. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi kabla tujaanza kumsifu Mungu kwa nyimbo, wakati tumetoka kupata chakula cha kiroho, lakini pia tunaendelea kukishinikiza kikae ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimsifu Mungu, tusome Zaburi
na 33 mstari wa 2 na 3. Zaburi 33 mstari wa 2 na 3.